kukiwa na demokrasia nzuri na rais anasema vizuri, maamuzi yakawa na ushirika wote vizuri, sisi serikali hatuna sababu ya kuwaingilia, na tukiwaingilia tutakaribu tu. Hilo ningependa nieleweke. Kazi yetu ni kulea, kusaidia, kujenga mazingira ili ushirika ukue, kwa sababu namna pekee ya kulinda maslahi ya wazalishaji wadogo wao wa mazao, mifugo, uvuvi ni kuunganisha nguvu zao. Ndio namna pekee. Akienda mtu mmoja mmoja anapigwa. Na mnajua asili ya KNCU hapa ilianzishwa na mtu anaitwa Dunde, alikuwa DC. Wengine mnafahamu, sio jamani? Leo walianza kugundua kwamba wakulima wanapata shida, wanauza, anakuja mtu wakati anawagonga, anakuja mtu wakati anawagonga. Kwa hiyo kuunganisha nguvu za wakulima kwa maslahi ya wakulima. Juhudi zilianza nadhani mwaka 1925. Kulikuwa hakuna sheria, kukawa na movement ya kuunganisha watu hapa Kilimanjaro. Baadaye sheria ikatungwa, ndio KNCU ikazaliwa kwa mujibu wa sheria ile tulikuwa tunaijua, na kazi yake ilikuwa ni kulinda maslahi ya wakulima, kwa kujua kwamba ukimwacha mmoja mmoja hawezi kunyanyuka. Na mimi nimekulia kwenye utamaduni wa KNCU, ndio maana naona heshima kubwa sana kukaa na nyinyi viongozi wetu wa KNCU hapa na kuongea nanyi. Tumekulia kule, tumepeleka kahawa, tumepewa Kalamazoo. Mnaikumbuka hiyo jamani? Nakumbuka na wale wazee walikuwa wanaonja kahawa kuhakikisha kwamba ni nzuri. Malipo ya awali, alafu malipo ya mabaki eti na nyongeza. Nakumbuka hiyo. Anayefanya hivyo sasa hivi cherehani. Simama. Nilimwambia cherehani tamba. Huyu Msukuma ajua atakutamba. Ajua analipa hela nzuri kuliko wanunuzi wengine wa pamba. Kwa hiyo pamba inatoka nje ya Kahama inaenda kwake. Alafu anaenda na tafuta bei, akipata nzuri zaidi analipa nyongeza. Wao kweli. Mbona ukusema? Ukusema kwa bidii na thambo ya kutosha. Asante. Wakati wote tumekuwa tunajua na hali ya maisha ya watu wa huku ikanyanyuka kwa sababu ya ushirika. Watu watasema mengi, lakini ushirika umenyanyua maisha ya watu wa huku. Na KNCU kila nikisoma kwenye record ndio chama cha kwanza cha mazao Afrika cha ushirika. Afrika. Kwa hiyo Tanzania tuko na heshima ya chama cha kwanza Afrika cha kuunganisha wakulima. Na baadaye tukawa na Victoria Federation, chama kikubwa cha ushirika kuliko vyote Afrika kanda ya Ziwa. Kwa hiyo Tanzania kweli tulibeba mwenge wa ushirika Afrika nzima. Na nilisema juzi kwenye mkutano wa kahawa, hapa KNCU ndio ilijenga chuo cha ushirika hapa. Wao kweli. Leo tunasema nini? Nilisema siku ile, na sio watu wangapi wanajua kusoma historia vizuri. Wakati Pombo Mane akiwa kiongozi wa Victoria Federation alifuata Nyerere Pugu, akamwambia Victoria Federation inataka kujenga chuo kikuu cha kwanza Tanganyika wakati huo Mwanza. Yaani kulikuwa na ushirika unataka kujenga chuo kikuu Mwanza. Nyerere akamwambia sasa njoo tuungane tupiganie uhuru kwanza, alafu tujenge nchi pamoja. Kwa tulikuwa na ushirika wa kujenga chuo kikuu cha kwanza Mwanza. Na nani ya Mungu ilijengwa na KNCU? Na ya Mungu.
Huko ndiko tulikotoka. Heshima ya ushirika hapa KNCU ndio ilibeba Mwenge, ikaupandisha juu, ukamulika hata nje ya mipaka ya Kilimanjaro. Sasa mimi nimesoma mambo huku kwasko ukaguzi KNCU hati isiyoridhisha. Na msomi ni kwa nini? KNCU iliyoshika Mwenge na kumulika hata nje ya mipaka, sio ya Kilimanjaro, ya nchi yetu hii hapa. Kwasko wakaguzi wetu, kati ya vyama vikuu vilivyofanyiwa ukaguzi viko vingapi? 43. 12 hati isiyoridhisha. Kimojawapo KNCU. KNCU iliyojenga chuo cha ushirika, KNCU iliyojenga ya Mungu, KNCU iliyosomesha watu chungu mzima, KNCU iliyonyanyua maisha ya watu huku Kilimanjaro. Hati isiyoridhisha. Kwa hiyo nikasema lazima nije niongee, niwaambie huu Mwenge umeshaenda mahali pengine. Tunaomba Kahama iunyanyue, imulike mpaka Kilimanjaro, tuige kutoka kwa wenzetu. Na nawaambia, ukiongea na watu hata ukivuka mpaka wanakuambia tulikuja kujifunza ushirika Kilimanjaro nje ya mipaka. Chuo cha ushirika kilikuwa ni cha kimataifa. Uongo kweli jamani? Wanatoka nje wanakuja kujifunza ushirika hapa Moshi. Leo ushirika wetu hati isiyoridhisha. Sio hivyo tu, kuna taarifa ya tume iliundwa na waziri mkuu. Ukisoma unaweza ukalia. Uuzaji wa mali za ushirika, tunauza tu, tumepewa madaraka, tunauza. Sasa nimesema ushirika ni hiari na sio idara ya serikali, na serikali inatakiwa ikae pembeni, mjiendeshe mambo yenu. Na mimi ndivyo navyotaka twende. Hivi waziri mkuu asingeunda tume hii, zile mali zingerudi? Zingerudi? Sasa tusipowajibika sisi, maana ushirika ni mali ya wanaoshirika, sio wa serikali. Kama viongozi wetu wasiposimamia vizuri, tutaepuka vipi kuingiliwa na dola? Na sisi tunataka tuwape watu wafanye kazi kidemokrasia. Hii ni demokrasia ya uchumi. Ukae pembeni, ushirika ufanye kazi, maisha ya watu yanyanyuke. Hii ripoti hii ukiisoma, hii inasikitisha kweli. Tumerudisha mali chumuzi. Ilikuwaje? Tulijenga chuo cha ushirika, leo tunauza mikataba ambayo haieleweki ya ardhi. Jengo hili la ushirika, lifti, nani amepanda lifti hapa jamani? Inafanya kazi? Ule utukufu wa KNCU uko wapi? Uko wapi? Jengo lenyewe basi tu. Hata hii kama rasilimali ingetuingizia ila chungu mzima. Hakuna. Kwa nikasema jamani, mimi naomba mrajisi, naomba uwaombe, sikutoa amri, naomba uwaombe wanaoshirika KNCU tuainishe uchaguzi, nije nisemezane nao, niongee nao, niwaulize jamani, mmeridhika na hali ilivyo? Tutafakari kabla ya uchaguzi. Na umesema vizuri sana mrajisi, na karani umesema vizuri, bila viongozi bora hatuendi popote. Lakini baada ya kuharakisha, kila mtu atafakari nani anaweza kuwa kiongozi bora. Na mrajisi, nakubaliana na wewe, tafuteni mtu
unajua na uwezo, mwindaye njoo wewe. Wewe kwa nini huji kutusaidia kuongoza? Kwanza viongozi wazuri wengine wao hawapendaki kugombea uongozi. Ndivyo ilivyo. Watu tunajua kwenye jamii zetu huko hai tunafahamu, si hatunafahamu. Moshi tunafahamu. Kote. Wewe bwana unatufaa, wewe tunakufahamu. Njoo tusaidie. Tusaidie kwenye ushirika. Wewe ulikuwa mtumishi wa serikali na rekodi nzuri. Tunakufahamu mambo uliyofanya. Mbona hutaki? Njoo basi tuongoze ili uende ukasaidia kushika KCU isimame. Hilo ndio nimekuja kuomba. La kwanza, kwa hiyo chaguzi tukatafakari. Lazima utukufu wa KCU urudi. Atakaurudisha nani jamani? Atakaurudisha nani? Tukajifunze sasa. Nimeenda hata lini? Na watu wanajipanga ushirika, wanajipanga vizuri kwa kweli. John Benvenda ndugu yangu Kirenga alieleza pale, wale ni kampuni, wale vijana wanajipanga, wanaenda vizuri. Basi na sisi za leo tujifunza kwa wengine. Kahama bado ndio nuru. Cherehani anastahili hata medali kwa kazi anayofanya. Leo shindano kununua pamba kule anatoa bei nzuri sana. Nimesikia akisema hapo. Tuliona bei, kakaa wataalamu wakacheki, ongeza bei. Ongeza bei. Matokeo yake eneo lote la pamba wakulima wanalipwa vizuri kwa sababu ya chama cha ushirika. Kwa hiyo ushirika ulianzishwa hasa kwa ajili gani? Kwa sababu hiyo ili wakulima wapate vizuri. Huo ndio mfano. Yuko Kahama, pamba ilikuwa inatoka sehemu mbali nje ya Kahama. Sisi wapo na kitu wanataka kuuza kule kwa sababu ya bei nzuri. Basi na wanunuzi wengine wanasema basi na sisi ngoja tuongeze bei. Amelinda wakulima wa Kahama na wakulima wa maeneo ya pamba wote kwa sababu ushirika ndio umepambana ushindani. Sasa nimekuja kwao mtafakari hilo. Ushirika bali wa ushirika. Ile kuvunja ushirika ilifanyika mwaka 76. Kwa sababu sisi tunasema mimi ni mwana CCM na CCM chanzo chake 5 na Nyerere aliandika tujisahihishe na kujikosoa ni sehemu ya utamaduni. Hakuna kati ya makosa makubwa ya kiuchumi yaliyofanyika kuvunja ushirika. Tukubali tu. Kwa hiyo bahati mbaya baada ya kuvunja tujarudisha ule utamaduni hasa wa ushirika uliokuwepo. Lazima turudishe. Lazima turudishe. Wakurudisha nani? Sisi. Tuwe na mashindano. Kahama wamefanya hivi Kilimanjaro na sisi tuige twende. Watu wanafanya mashindano ya kimaendeleo. Tumeona leo wanafanya hivi, twende tukajifunze, sisi mmoja tufanye tena vizuri zaidi. Serikali tusiwaingilie. Tukae tu, tuwape nafasi ya kuangalia. Hasa kusiona udogozi, kusiona ubadhirifu. Kwa sababu hata tunapozunguka klabu za Simba na Yanga, Simba wanachama. Si ndio? Ukiwa kiongozi ukiliokoa ukamata. Si unakamatwa? Kwa serikali inatakiwa sisi zile taratibu na sheria ziko pale. Wafuate sheria, sisi tukae pembeni. Sio hatuwezi kuagiza nini. Kwenye ushirika hatuwezi. Tukianza tunawarudia. Tulianza na bodi za mazao. Tulikuwa na mamlaka nazo. Zilitupeleka wapi? Kwa hatuwezi kuchukulia hizi na bodi za mazao wakati bodi ya kahawa, wakati tunavunja ushirika. Tukaanzisha bodi ile jengo liko hapa mbele. Tukaanzisha bodi ya kahawa, alafu ushirika tukaondoa wote ili tusaidia. Kwa sasa hivi tutarudi kwenye ushirika. Mimi ndio nitakao kusaidia. Na mimi naahidi tutakaa pamoja tuwe. Kwa hiyo nimeangalia hiyo report hii kwasa. Na natamani kwa sababu naongea na pengine tarushwa ushirika union zishindane nani atapata hati safi. Kwa mashindano au vipi? Sio? Wakati mwingine hati chafu kwa sababu ya kutumia watano. Hati sio wakati mwingine sio wizi kutumia watano. Lakini hesabu zisipopangwa vizuri utaliona kama unaibiwa. Alisema Shaban Robert, mali bila daftari hupotea bila habari.
Sasa kama hatupangi hesabu zetu vizuri tukazionyesha zikakaguliwa, tutajuaje kama tunaibiwa? Na mali nyingine hazijulikani ziko wapi, nyingine hazikuwekwa kwenye mahesabu. Hapa KNCU, hapa kwenye taarifa zile. Lakini kuna jingine lilinisukuma sana nipende kuja kuongea na nyinyi. Inaitwa G32. Na waona wengine silaha huyo. G32 nini? Niliuliza wakati napiga kampeni robo na pigania ubunge, kati ya vitu nilivyozungumza sana kwamba atasimamia ni ushirika, na ndoto yangu ni ushirika hata wa kufuga kuku. Migodi inahitaji nyama ya kuku, watu kwa ushirika tunauza kuku kule. Nilikuwa nasema ushirika wa ndizi, sasa hivi tunatengeneza pepa ya kilimo bora cha ndizi. Mbona zinaliwa nje ya nchi? Bei ya ndizi inashuka. Unakuta mtu anauza moja ndizi. Ushirika huo. Kwa hiyo kitu nasikia G32 imefutwa. Na uliza na kwa haya imefutwa tu G32 nini? Ukicheki G32 chimbuko lake nini? Kulikuwa na hapo hazikuridhika na utendaji wa KNCU. Hazikuridhika. Zikataka kujitoa KNCU. Kwa bwana uongozi sisi tugawane, kila mtu na deni lake, kila mtu na rasilimali zake, twende. Na kwa sababu ushirika ni hiari, huwezi kukataza watu kufanya hivyo. Ushirika ni hiari, huwezi kukataza watu kufanya hivyo. Inawezekana sisi wa Katoliki, huwezi kutoa talaka hivyo tu. Kuna taratibu. Mrajisi akaona hii KNCU hii ameita mwenzetu wa Kagera ni icon, hatuwezi kuacha ikaparalelika hivi. Akawaita wale wakaambia kwa nini nataka kuondoka, taasisi ya tumiliki utendaji wa KNCU nini. Na sasa sikilizeni, mnachotaka kukifanya ni wapeni aina fulani ya usajili unaitwa joint venture, ni waona, lakini fanyeni hayo ambayo KNCU itakuwa ifanye, halafu sisi turekebishe KNCU, mrudi kwenye KNCU. Au sio rahisi? Idea kwamba badala ya kusema sasa tukae chini, tuhesabu madeni, tuhesabu mali, tuhesabu ile jengo thamani yake, tugawane nani alichangia nini. Baada ya kwenda huko, nyie huko mmebaki KNCU realization joint venture. Na mimi nilipongeza kasi ya watu utakashuliza nadhani. Fanya uamuzi wa busara. Kuliko kuwa KNCU, nyie shida yenu ni kuunganisha nguvu wewe. Na umoja ni nguvu. Na ushirika tunataka umoja. Basi kama KNCU hajaleta huo umoja, nyie fanyeni umoja huo, lakini mjue mnafanya hivyo wakati tunarekebisha KNCU. Na matarajio yangu hata viongozi wa G32 na mrajisi na kila mtu pamoja wanafanya wangeanza sasa kampeni na juhudi za kurekebisha KNCU ili tubaki na KNCU kama umoja mkubwa zaidi, kwa sababu umoja mkubwa zaidi ni nguvu kubwa zaidi. Wao jamani. Kwa sababu hata G32 alitoa hiyo, maana sio kwamba sasa sisi kazi yetu tufanye hivi kabisa KNCU. Na wenyewe washirikiane na wengine, sasa tufanyeje? KNCU tufanyeje? Bali wote zinaenda KNCU. Na mrajisi. Na ndio maana mrajisi sasa alikuwa niliongea naye, nikamuuliza sasa, hasa najua umoja ni nguvu ngapi kweli, sawa. Lakini mmerekebisha nini KNCU kabla kuwafuta hawa G32? Mimi waziri na mtu mmoja ni nguvu. Kama sawa hiyo imani, lakini naomba tu niambie, mmechukua hatua gani kurekebisha KNCU? Uzuri tulifanya mkutano na G32 na KNCU na mrajisi. Sawa? Na wale mrajisi msaidizi. Tumefanya kwa pamoja kwa uwazi. Na wale jamani sasa maki ilivutwa mwaka jana. Sasa mmoja G32 ilianzishwa kwa sababu gani? Zile sababu zipo hazipo? Sababu zipo. Sasa kwa nini msingeanza kusafisha nyumba hapa afu watu wote ingie kwenye nyumba hii? Yule mrajisi muona ngumu, nikamwambia jamaa muhamishe bwana. Hebu muhamishe. Hata tusaidie. Ndio bana Moroko. Sasa usimwalimu, hebu muhamishe tu. Sokeza peleka mwingine na dada karibu sana. Hebu saidia katika tutafanya. Saidieni kurekebisha yale yanayotaka kuleta mtengano. Na leo tufanye nini? Yale yanayoleta mtengano tuyaondoe ili wote wabaki kundi
sio kukimbia kusema kwamba wewe jina letu tunakufuta, lakini kilichosababisha ikaanzishwa hatutakili nacho. Hapo wanapitia na majibu, mkenda waziri amekuja sasa anabeba jina letu. Kwani ndianzisha nini? Kwanza nilikuwepo mimi. Nilikuwepo. Na taarifa zote zilipewa na mrajisi kwamba hawa walianzishwa kwa sababu KSU haifanyi majukumu ambayo AMCOS ingetegemea, baadhi yao wakatoka. Kwa hiyo mrajisi msaidizi, tusaidie hilo. Na mashamba aliyosema mrajisi huko, watu wanalalamika, tuna watu wako huku, simamieni na mlete taarifa na mapendekezo, kwa sababu hii kauli ya watu kwanza kuipiga ushirika itakuja kutuumiza. Amesema mtu hapa, wasa ushirika wanatuumiza, sasa tukienda huko baadaye inaweza kuwa ni sumu kubwa sana. Kwa hiyo tusaidie, karibu sana, lakini leo kasimamie ushirika. Kwa sababu sasa nauliza KSU, kazi yenu ni moja wapo si masoko au marketing? Sasa nauliza takwimu za biashara ya kahawa. Najua KSU ina AMCOS 92. 92. Kwa hiyo hata kama kweli G32 ingekuwa ina AMCOS 32 tu, si bado kuna nyingine? Si zipo? KSU inafanyaje kazi nao kwenye swala la marketing? Hapa takwimu zinaniambia KSU kahawa ambayo imeshiriki kuuza ni kilo 4169, na hizo only organic. Kilo 4169 organic only. KSU tunachofanya AMCOS hizi, hata umeshafikia G32 wengine wanapambana wameuza kilo 548,488. Ado mambo ya marketing yako nje ya KSU, basi unatarajia nguvu kubwa ikitumika hata kuendeleza jengo lift haifanye kazi. Nasema mwenyekiti kidogo, najua umepata matatizo na mwenyekiti wetu alifariki, lakini moja ni wasemeseme, kwa sababu hata kabla ya kusema unafuta G32 nitarajia nianze kuona basi ile ambayo sio 32 KSU wanashika wana madami moja si nguvu, au nataka AMCOS moja iende tu. Kwa mimi sasa hapo nilipo nianze kwanza kufuta wale walioungana wakati huko hakuna hata muungano. Kwa hiyo ndugu zangu wa KSU, tunachohitaji ni kurudisha KSU yetu kama chama cha ushirika kimoja chenye nguvu kinachoweza kusimama kutetea maslahi ya wakulima. Tusikubali mgawanyiko, na namna ya kuondoa mgawanyiko ni kuondoa yale madhaifu yaliyopelekea baadhi ya AMCOS kujitoa. Ndio hicho tukae tujiulize tatizo lilikuwa wapi. Najua nimeongea na mrajisi, muuliza nimemalizana na G32 na niye mtoa ushirikiano kwa mrajisi. Huyu ni mtumishi wa umma, nimemtuma yale ya kufanya lazima ile kwa mujibu wa sheria. Mengine anakera, lakini hakuna mtu yuko juu ya sheria, sio waziri, sio mrajisi. Kwa utaratibu aliwapa ndio huo. Fanyeni fufanye hakuna. Sawa jamani? Fanyeni, lakini hapo tukubaliane. G32 ikianza kazi, nyinyi ambao kwa G32 mnataka mtengano? Si bado uko KSU. Kwa nini msiendelee kufanya kazi na KSU? Mshirikiane na hao, kutafutani viongozi, rudisheni KSU vizuri. Halafu baadaye tuachane na G32. Au sio jamani? Kwa hata nyie kaeni kwa kujua kwamba ni kipindi cha mpito, lakini tunachotaka ni kurudisha KSU yenye nguvu. Kwa sababu kwa KSU kwa kweli hapana. Viongozi mlioko, mimi sina mamlaka. Ningekuwa na mamlaka ningesema naomba msigombee, tupate viongozi wapi. Lakini siwezi kusema na moja. Kwa sababu kwa hali hii tunaua KSU. Kwa hali hii tunaua KSU. Tuambizane ukweli jamani. Tuambizane ukweli. Wewe mtu binafsi ungekuwa hili jengo hapa sasa hizi ungelifanyaje? Hili jengo unaliona hili? Ungelifanyaje? Maana ni machine. Wao asset zote zonazo KSU hizo. Lakini kwa nini sasa nguvu kubwa isiende kwenye marketing ambacho ndio chimbuko la KSU? Kwa hiyo kuhakikisha kwamba tunaenda kusimama pamoja kutetea kulima pande nzuri. Kutafuta masoko nje. Najua kuna
mji mmoja si Japani au wapi? Japani wana nini? Nagoya. Wameanza sehemu ya kuuzia kahawa wametoa na jina la huko. Si Afrika. Lulukani iko hapa. Iko Siha. Kwa hiyo kuna kahawa brand iko haya. Brand iko mpaka Japani na jina lile linatumika. Kule kuuza brand unakufanya unapata pesa, unapata bei nzuri zaidi. Hiyo ndio tunataka kisifanye. Bali sio mimi kimsingi nakubaliana kabisa na ofisi ya rais. Hatutaki tugawe kesi. Ingawaje wanachama kidogo kugawanyika, sisi hatuwezi kuwazuia. Na tuomba tusigawanyike. Sawa? Naomba hawa wajitahidi tu wafuate maelekezo aliyopo rais kwa sababu ya kwa mujibu wa sheria. Alafu fanyeni biashara wakati mnajua ni kipindi cha mpito, mko toharani, mtaenda mbinguni baada ya hapo. Na muunganishe nguvu ili kesi yote inufaike. Kwa nini mtaki AMCOS 2-3 tu? Na hivi viongozi wote wa AMCOS tujenge hiyo kesi kwa maana hiyo. Sasa nimepitia na sheria. Yaani unajua au mkiangalia nani wewe ndio ulikuwa unauliza. Sheria kila kitu tunashiriki kesi na kutumia sheria 2003. Lakini sheria ya ushirika sasa hiyo mambo gani? 2013. Kesi tunatumia sheria gani? 2003. Angalia miaka 10 sheria ishabadilishwa hapa bado wanabadilika. Kwa hiyo ni nusu ndio wasemesema uongozi wa kesi. Lakini tunaposema uongozi wa kesi na wasema viongozi wa AMCOS ambao ni wanachama wa kesi. Na naposema viongozi wa AMCOS nasema washirika wanaoshirika wote ambao kupitia AMCOS zao ndio wanamiliki kesi. Hatuendi sheria za zamani. Sheria mpya inatoa fursa ya kufanya mambo mengi zaidi, lakini tulikuwa kule zamani. Kwa hiyo ndugu zangu, kweli nilikuja ili kuambia haya maneno. Kwamba tunapoenda siko umoja ni nguvu, lakini ushirika ni hiari. Huwezi kulazimisha mtu. Tujenge mazingira mazuri, watu wote wakae kwenye pamoja, na uwezo huo upo. Na wakufanya hivyo ni sisi viongozi. Kwenye uchaguzi huu sasa, mtakao upanga nyie, labda sisi tushaondoka kwa mkutano huu, sisi sio, hatuwezi kukaa ndani wakati tunajadili mambo yenu ya ushirika. Mtakapopanga sasa ushirika, mnataka kufanya uchaguzi lini? Pangeni, fanya utaratibu mchaguzi. Na waomba tafsiri viongozi wazuri. Ni wote mnafahamu, si kama mnafahamu. Hai nafahamu nani? Wote wote nafahamu nani? Unaweza kaenda ukasema huyu wewe bwana ni kiongozi mzuri, njoo tusaidie. Unaona na kashirikizo akisita kufutana viongozi wa dini, wakianao mshawishi huyu ana uwezo na kipaji cha kututoa. Sawa jamani? Ndio nitaka kusema. Nitaka waseme zaidi kesi, lakini ngoja nisiseme sana. Kwa sababu tunasukuma pitia na msiba alikuwa mwenyekiti, hiyo ilikuwa changamoto, lakini tukubali hapa tulipo sipo. Hapa tulipo sipo. Yes. Hapa tulipo sipo. Tuendelee tukaangalia namna ya kupanga uongozi. Tulikuwa vizuri sana. Nimeshaongea sana. Asante, Mungu awabariki sana. Na muwe na mkutano mzuri.